Okay. ICDL ni somo linalohusu nini? Utakuta sasa hivi kaandika sahi ICDL ni somo linalohusu nini? Nitamwambia tuma jibu. Mwambie tuma jibu. Good. Utakuta kaonesha jibu, umeona? Katuambia ICDL. Sasa tuikuze. Usichokijua wewe ni kwamba mimi hapa sasa hivi natumia simu. Hata nifanye hivyo. Vitu ifanye, umeona? Hii ni simu. Piga chini. Utakuta nipo kwenye simu, umeona? Lakini jibu limekuja moja kwa moja kwenye simu. Kwa sasa hivi naweza kusoma kwa maana mtu ajui kama mimi nimepifanaje. Hapa maana yake mtu ajui kama mimi nimetumiwa jibu. Kuna fikra imenijia hapa baada ya, unajua ukitoka kwenye project unakuja kwenye project. Unajua sisi walimu kuna kipindi tunakutana na changamoto moja. Upo darasani, ima Zoom au live, mwanafunzi anakupiga swali gumu, hujajiandaa nalo. Unabaki unamwambia, "Rudia tena kwanza. Unasemaje?" Anarejea mara 10 20 hamna jibu. Inatokea. Fikira ilikuja hapa. Nataka nitengeneze program ambayo wakati mwanafunzi anauliza swali inamrekodi swali lake lote. Ikimaliza na iset AI inajibu swali lote lile. Alafu jibu inanitumia kwenye simu. Kwa hiyo ni kiasi cha kufungua simu na kuona jibu kuhusu ile swali ambalo limeulizwa. Unasemaje? Ipo kiteknolojia zaidi yote. Mtoto angalie. Kusema urekodi AI wakati user anaandika anakuuliza swali ni tabu. Lakini hii program itakuwa ni rahisi kwa sababu ni kompyuta, umeiset kwenye kompyuta. Kwa kompyuta itakuwa na rekodi kila kinachoendelea kwa kupitia ile program ambayo umeiwasha. Kuna tofauti kati ya kuwasha rekodi ya simu. Kwanza, simu inahitaji mtu awe karibu. Tofauti na hii. Kwa mfano watu ambao wako kwenye Zoom, simu utasikiliza vipi? Huwezi kusikiliza. Simu hiyo ndio unaitumia kwenye Zoom, simu hiyo ndio unasikilizia maswali, haiwezekani. Lakini kwenye kompyuta inaweza kufanya kila kitu. Njoo tutengeneze program. Hapa nifanyie challenge. Sasa hivi ni saa 3 usiku. Hata tuangalie usiku tuimalize. Hata niangalie nitamaliza saa ngapi nitakwambia. Program yetu imeisha. Hii ni saa 6 hii. Kwa hiyo nimetumia masaa kama 3 hivi kuitengeneza. Njoo tuangalie. Tunataka hii program baadaye hata kwanza tuione inafanya kazi vipi. Program hapa. Program inatoa option ya kusikiliza maswali ya watu ambao unawafundisha, kama ni mwalimu, labda upo Zoom au unafanya mikutano au uko live darasani live. Mic itachukua sauti, program itarekodi sauti ya mhusika na swali ambalo atakuwa analiuliza utakuta linaandikwa hapa. Okay, nitamwambia sikiliza. Somo la ICDL linahusu nini? Utakuta kasikiliza, kaandika swali na kasema mwisho wa swali. Sasa hapa kuna option mbili. Hii program mwisho itakuwa ghost. Ndio nini? Manake kama ni Zoom, manake wanafunzi wako watu kwa wana uwezo wa kuiona. Kwa kama upo kwenye interview hakuna ambaye ataweza kuona. Muda huo inakupa majibu yote. Tukitaka tuitume kwenye headphone, ila tukaona kwenye headphone sioni kama ni vizuri zaidi kwa sababu headphone ukiwa kwenye test, tunaweza kutuma kwenye headphone manake pia inakujibu kwa sauti. Yote inawezekana. Acha tuanze na hii. Yaani fikra mzuri. Sasa ukimwambia watu wamekuuliza swali kama mwalimu, na kipindi unakuwa swali hujajiandaa nalo, kwa hiyo inasikiliza kimya kimya. Tutaificha of course, amna atakayeiona. Itakaa kwenye tray. Ukimwambia jibu hapa, atakujibu hapa, ataandika jibu eneo hapa kwenye program. Na ukimwambia tuma jibu, atakutumia jibu kwenye simu ili mtu asijue kama umetumiwa jibu au unasoma jibu kupitia kompyuta. Kwa hiyo unajifanya kama unaperuzi simu kumbe unaona jibu. Nini kinaendelea? Acha tuone moja. Nitamwambia jibu hapa. Tunajaribu kwa maana yake atatugia jibu hapa tulipo. Utakuta kaleta jibu, umeona? Anasema ICDL mara nyingi urejelea Taiwan International Cooperation and Development. Kaandika ICDF, tumekusahau kuandika swali. So tatizo, lakini umeona majibu kakuletea. Okay, tumerekebisha swali kwa sababu tulikuwa tukulipitia vizuri. Nitamwambia jibu hapa. Utaisubiri kwa sababu hii inatumia internet. Tutakuwekea alama of course kukuambia kwa nini kinachoendelea. Utakuta kajibu anakuambia somo la ICDL, International Computer Driving License ni program ya mafunzo na uthibitisho wa ujuzi wa msingi na wakati katika matumizi ya kompyuta. Umeona jibu hili? Kwa hapa kakutumia hapa katika eneo hili. Kakutumia kwenye program hapa. Naweza nikasema
Inawezekana muda mwingine jibu akakuletea hapa ukataa kulituma. Kwa hiyo nitamwambia angalie kama kuna jibu atalituma moja kwa moja kwenye simu. Okay. Njoo tuangalie kwenye simu. Nataka tulitume kwenye simu sasa hivi. Kwa hapa program imetimia. Hii program itakuwa ghost kwa maana hamna atakayeweza kuiona, utakuwa unaona wewe tu kama tulivyosema. Tafuta hii. Sasa hivi nataka niitume kwenye simu. Njoo tuangalie ataweza kuituma kwenye simu. Simu hii hapa. Nikuoneshe ikija huku itaenda wapi. Haya masomo tumefundisha kuunganisha simu na network na kompyuta yako. Kama hujajua utajua mwenyewe. Okay. Jibu litakuja kwenye hii sehemu. Of course hapa tulivyoset ni kwamba kama kuna kitu atafuta. Upo jibu litakuja hapa. Njoo tuone ataweza kulituma. Hii ni simu of course. Okay. ICDL ni somo linalohusu nini? Utakuta sasa hivi kaandika sahi ICDL ni somo linalohusu nini? Utamwambia tuma jibu. Njoo tuione simu hapa. Mwambie tuma jibu. Of course lazima tu save ili tuone hapa. Acha tuangalie nini ambacho kitatokea. Kwa sababu ata save automatically. Acha tuangalie. Sasa hivi nadhani jibu lishakuja tena rudi nyuma. Good. Ilikuwa tunataka turudi nyuma. Utakuta kaonesha jibu umeona, katuambia ICDL. Sasa tuikuze. Utakuta kakwambia ICDL. Usichokijua wewe ni kwamba mimi hapa sasa hivi natumia simu. Hata nifanye hivyo. Vitu ifanye umeona? Hii ni simu. Umeona? Hii ni simu. Piga chini. Utakuta nipo kwenye simu umeona? Lakini jibu limekuja moja kwa moja kwenye simu. Kwa sasa hivi naweza kusoma kwa maana mtu ajui kama mimi nimefanyaje. Hapa maana yake mtu ajui kama mimi nimetumiwa jibu. Hii ni NK. Tunalenga wewe uwe more than professional. Of course hizi project kama tulivyosema tutakuja tuzifundishe kwa usijali. Hii program itakuwa ghost na lengo hasa likuwa ni tunataka tuwaharibu walimu. Tumewaharibu watoto wanafunzi. Sasa hivi nataka tuende kwa walimu. Tunawatengenezea AI, tunawarahisishia kuitumia. Wakiulizwa maswali, AI inawajibia. Mwisho wa siku wanasahau walichokuwa wakisoma darasani. Asanteni.